الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Naam, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na mutalaa wetu, na leo tupo katika ukurasa wa 37 wa kitabu changu kwenye shairi lenye kichwa cha habari kinachosema Haqqul adib, haki anayostahiki kupewa mwanafasihi. Mwanafasihi ni mwanawachuoni wa lugha, ni mwanawachuoni wa lugha. Tamam, hakadha kama namna tulivyoelezana huko katika darasa za nyuma. Katika shairi hili Imamu na Shafi'i anaonesha ya kwamba yeye na wengine katika wale wanawazuoni wakubwa leo hii hawawekwi katika nafasi zao, hawaheshimiwi, hawagewi zile stahiki zao kama wanawazuoni. Na lote ni kwa sababu gani? Kwa sababu hapana budi watangamane na wengine, lakini katika huko kutangamana na wengine wanakutana na watu ambao hawazitambui nafasi zao, hawazitambui nafasi zao. Kwa hiyo akionyesha ya kwamba yeye na wanawachuoni wengine wanafaa kugewa haki ya kuheshimiwa, haki ya kufahamika nafasi zao, lakini mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Tamam. Sasa baada ya kuwa kuna haki wanatakiwa wapewe, kuna nafasi wanatakiwa wawekwe, lakini hali iko kinyume na hivyo, ndiyo akayasoma mashairi haya. Tamam. Na Imamu na Shafi'i tukiachana na fiqhi, kupitia hii diwani yake inadhihiri wazi kwamba yeye ni mwanachuoni mkubwa wa fasihi, na hiyo ndiyo hali yake aliyokuwa nayo tangu mdogo. Imamu na Shafi'i katika hali yake ya udogoni alikuwa ni bingwa wa mashairi, alikuwa ni bingwa wa lugha, lakini yaumu min al-ayyam, siku katika masiku, alikuwa akisoma mashairi. Kwa bahati nyuma yake kukaa kuna mtu anamsikiliza, na alikuwa ni mtu mwema, ni mtu mwenye maono ya mbali. Akamwambia, ewe Shafi'i, achana na masuala ya kusoma mashairi na kutunga mashairi. Cha kufanya, toka hivi sasa katafute elimu ya fiqhi. Tamam. Akampa ushauri huo, na Imamu na Shafi'i akaufanyia kazi, akaingia katika uwanja wa fani ya fiqhi na akaja kuwa mwanachuoni mkubwa wa fiqhi. Tamam. Kwa hiyo unaweza ukashangaa, je, Imamu na Shafi'i ni mwanachuoni wa fasihi, ni mwanachuoni mkubwa wa lugha? Naam. Hili diwani linatudhihirisha wazi kwamba yeye ni bingwa wa lugha, lakini pia na zile fani alizozivumbua, alizoziasisi yeye, fani ya mukhtalafil hadith, fani ya usulul fiqhi, ni fani zinazoonesha kwamba yeye ni bingwa wa lugha. Tamam, hakadha. Kwa hiyo anasema haqqul adib, haki anayostahiki kupewa mwanachuoni wa fasihi. Ametaja sifa ya wanachuoni wa fasihi, lakini akikusudia sifa za wanawazuoni wote. Tamam, hakadha, min babi dhikri aljuz'i wa iradati alkulli. Tamam, hakadha. Anasema asbahtu muttarahan fi ma'sharin jahilu haqqa al-adibi faba'u ar-ra'sa bidh-dhanabi. Asbahtu, nimekuwa mimi, muttarahan, ni mwenye kutupwa, ni mwenye kupigwa vikumbo,
fi ma'sharin, katika kundi la watu ambao jahilu, hawaitambui haqqal adibi, haki ya mwanawachuoni wa fasihi, akikusudia haki za wanawachuoni. Faba'u ra'sa bidhanabi, faba'u ra'sa bidhanabi, wakakiuza kichwa kwa mkia, kwa maana wametoa kichwa wakakabidhiwa mkia. Yote hii ni nini? Ni kuonesha kwamba nini, watu hao wamepata hasara. Wamepata hasara gani? Wamepata hasara baada ya kuwa hawazitambui nafasi za wanawachuoni wao. Hii kauli ya kusema faba'u ra'sa bidhanabi ni kinaya nini? Ni kinaya ya kuonesha kwamba ni watu ambao hawatambui nafasi za wanawazuoni wao, na kwa kuwa hawatambui nafasi za wanawazuoni wao, wamekuwa ni wenye kupata hasara. Wamekuwa ni wenye kupata hasara. Tamam, hakadha. Kwa sababu umekuja ndani ya Qur'an kuwatii wa ulil amri minkum, tamam, na kuwatii wale wenye amri juu yenu. Wamefasiri baadhi ya wanawazuoni maana ya aya ile kuwa ni wanawazuoni, kwamba inafaa tuwatii wanawazuoni. Tusipowatii wanawazuoni tupo hatarini kuharibikiwa. Tamam, tupo hatarini kuharibikiwa. Kwa sababu gani? Hatutopata baraka ya watu wale, lakini pia hatutopata ilmu kutoka kwa watu hao. Hakuna mwanachuoni anatoa elimu baada ya kuna watu wanamdharau na hawamkirimu. Tamam, ni jambo linafahamika. Kwa hiyo anasema nimekuwa ni mwenye kutupwa mimi, ni mwenye kupigwa vikumbo katika kundi la watu ambao hawatambui, hawajui haki anayostahiki kupewa mwanachuoni wa fasihi, akikusudia wanachuoni. Faba'u ra'sa bidhanabi, wakauza kichwa kwa mkia, kwa maana wao wakatoa kichwa wakagewa mkia kwa dharau zao. Sawa sawa, wakaona kwamba nini, thamani ya kichwa na mkia ni sawa sawa, kumbe wanapata hasara. Tamam, ili tamshi la faba'u ra'sa bidhanabi ni tamshi la kuonesha kwamba wamekidharau kile kitu chenye thamani na wakakilinganisha na kitu duni. Sasa baada ya kudharau kitu chenye thamani na kukifananisha kitu chenye thamani na kitu duni ni nini? Baada yake ni hasara. Tamam, hakadha. Kwa faba'u ra'sa bidhanabi, wakauza kichwa au wakakiuza kichwa kwa mkia, kwa maana kwa wakadharau kitu chenye thamani kisha wakakifananisha na kitu ambacho ni duni, na baada ya kufanya hivyo kinachofuata nini? Ni kupata hasara. Tamam, hakadha. Hakuna mwanachuoni atafundisha katika hali ya kudharauliwa. Hakuna mwanachuoni atatoa ilmu katika hali ya kudharauliwa. Tamam. Kwa hiyo utakuta kuna mengine inabidi awafikishie watu, lakini hawafikishii. Kwa sababu gani? Hawaitambui nafasi yake. Hakadha. Kwa faba'u ra'sa bidhanabi, wakakilinganisha kitu chenye thamani na kitu duni, baada yake wakawa ni wenye kupata hasara. Wannasu yajma'uhum shamlun wa bainahum fil aqli farqun wa fil adabi wal hasab. Anasema Imamu Ash-Shafi'i, wannasu, na watu, yajma'uhum shamlun, huwa ni wenye kukusanywa na kitu chochote chenye kuwakusanya. Wannasu, na watu, yajma'uhum shamlun, huwa ni wenye kukusanywa, shamlun, na kitu chochote chenye kuwakusanya, akikusudia kwamba watu hutokea wakakusanywa na jambo lolote lenye kuwakusanya. Aidha wakakusanywa kwa jambo la ndoa, kwa maana jambo la ndoa ikawa ni sababu ya wao kukusanyika sehemu moja, wakakusanywa na jambo la msiba, wakakusanywa na jambo lolote ile lenye kuwakusanya. Ndio akasemaje, wanasu, na watu, yajma'uhum shamlun, huwa ni wenye kukusanywa na jambo lolote lenye kuwakusanya. Wa bainahum fil aqli
farqun wa fil adabi wal hasab, akikusudia nini? Wa bainahum, na kati yao, farqun, kuna utofauti, fil aqli, katika akili zao, wal adab, na katika adabu zao, wal hasabi, na katika vyeo vyao. Naam, anasema watu ni wenye kuweza kukusanywa na jambo lolote lenye kuwakusanya, lakini lile jambo linapowakusanya sehemu moja watu hao, haimaanishi kwamba wote wako sawa. Hapana. Wa bainahum fil aqli farqun wa fil adabi wal hasabi, akimaanisha wa bainahum farqun, na kati yao nini? Kuna tofauti, fil aqli, katika akili zao, wa fil adabi, na katika adabu zao, wal hasab, na vyeo vyao, akimaanisha kwamba watu huwa ni wenye kukusanywa na jambo lolote lenye kuweza kukusanya, lakini kule kukusanywa na jambo fulani sehemu moja haimaanishi kwamba wote wako sawa. Hapana, kila mtu ana nafasi yake, wanatofautiana, hawako sawa. Kuna watu wenye akili zaidi, kuna watu wenye akili za kati na kati, kuna wengine hawana kabisa, lakini pia adabu zao pia ni tofauti. Kuna mtu yuko pale ni mtu mzima, yeye mwenyewe anatakiwa akae kwa adabu, na wale waliomzunguka pia wakae naye kwa adabu. Mwana wa chuoni inabidi anapokaa katika mkusanyiko wa watu akae kwa adabu za kiwana wa chuoni, na wale waliomzunguka inabidi watambue kwamba hapa kuna mwana wa chuoni. Wal hasabi, na vyeo. Rais, mara ngapi marais wanaenda kwenye viwanja vya mipira, wanaenda katika jamii kuzitembelea, lakini je, rais anapokusanyika na wale watu katika sehemu kama hiyo, aidha katika ziara zake za hapa na pale katika jamii, yuko sawa na wale? Hapana, hayuko sawa na wale. Anatakiwa rais akae rais, na wale watu watambue kwamba nini, hapa tuna rais. Kwa hiyo Imamu na Shafi'i anakusudia katika beti hii kwamba watu huwa ni wenye kukusanywa na jambo lolote lenye kuwakusanya, lakini kule kukusanyika kwao sehemu moja haimaanishi kwamba wote ni wako sawa. Na kwa kuwa wote hawako sawa, kila mtu ana nafasi yake, ana cheo chake, ana adabu zake, ana akili zake, anatakiwa yeye mwenyewe hawe katika hali ya kunini, hali ya kulinda kile cheo chake, tamam, na ile nafasi yake. Lakini pia wale waliomzunguka wanatakiwa watambue cheo chake na nafasi yake. Isiwe kwa kuwa tunakusanyika na mwanachuoni fulani basi sisi na yeye ni sawa. Hapana, tuchunge nafasi zetu kwake yeye, na yeye pia nini, aichunge nafasi yake kwetu sisi. Tamam. Kamithli madhhabil ibrizi yashrakuhu fi launihi sufru wa tafdhilu lidhahabi. Kamithli madhhabil ibril, kama mfano wa dhahabu iliyokuwa safi kabisa. Anakusudia kama mfano wa ile dhahabu ambayo tayari imeshachakatwa na ikaondoshwa zile fadhalati, yale mabaki ambayo hayataki kuwepo katika dhahabu safi. Kamithli madhhabil ibriz, kama mfano wa dhahabu iliyokuwa safi ambayo imeshachakatwa, ishatolewa mawe yale. Yashrakuhu fi launihi sufru. As-sufru kwa maana nini? Sufru kwa maana ya shaba. Sufru ni an-nuhas, shaba. Tamam. Asa akatoa mfano, akaleta tashbih. Akaleta nini? Tashbih at-tamthili. Tashbih at-tamthili. Akasemaje? Kamithli madhhabil ibrizi yashrakuhu fi launihi sufru wa tafdhilu lidhahabi, kama mfano wa dhahabu iliyokuwa safi. Dhahabu hii yashrakuhu fi launihi sufru, inashirikiana katika kufanana na rangi. As-sufru na nini? Shaba. As-sufru ndio fa'il wa yashraku, lakini tumetafsiri nini? Kwa tafsiri ya kuunganisha. Tamam, hakadha lakini as-sufru ndio fa'il wa yashraku lakini maana ndio ile ile.
Sawa, maana ndio ile ile. Tofauti ni kwamba hatujamtafsiri sufru katika fiili yake, katika nafasi ambayo anastahili nini kutafsiri, lakini maana ndio ile ile. Tamam, hakadha kwa kamithli madhhabi al-ibrizi, kama mfano wa dhahabu iliyokuwa safi, yashrakuhu fi launihi as-sufru, shaba inashirikiana katika kufanana na rangi na dhahabu hii iliyokuwa safi, watafdhilu lidhahabi, lakini ubora unabaki kwa dhahabu. Kwa maana dhahabu itabaki kuwa ni bora kuliko shaba, hata kama ile shaba inafanana rangi na nini na dhahabu. Tumeelewana? Anasemaje? Ameleta tashbih tamthili, na tashbih miongoni mwa malengo yake ni kuliweka jambo wazi zaidi. Kasemaje mwanzo? Watu huwa ni wenye kukusanywa na jambo lenye kuwakusanya, lakini haimaanishi kwamba wote wako sawa kwa kuwa tu wamekusanywa katika meza fulani, wamekusanywa katika jambo fulani kwa pamoja. Hapana, kila mtu ana nafasi yake. Cha kufanya ni nini? Kila mtu aiheshimu nafasi yake, lakini pia aiheshimu na nafasi ya mwenzake. Kama mfano wa dhahabu iliyokuwa safi. Hii dhahabu iliyokuwa safi, rangi yake na rangi ya shaba ni moja, zinafanana katika rangi, lakini watafudhilu lidhahabi, ubora utabaki kuwa kwenye dhahabu tu. Kwa hiyo hata kama ikitokea mwanawachuoni amekaa sehemu fulani akakaa na mtu mwingine sehemu fulani, haimaanishi kwamba wote wako sawa. Mathalan, mwanachuoni na dai, sababu kuna daia na mwanachuoni, watu wawili tofauti. Kuna mlinganiaji na mwanachuoni, na walinganiaji tunawatambua siku hizi, hawa ndugu zetu mawahabi, hawa ni walinganiaji, si wanawachuoni. Masomo yao ni ya kulingania, sio kusoma eti mtu awe mwanachuoni. Hapana, sikanushi kwamba hakuna wanawachuoni katika, lakini wengi hali zao kiziangalia ni walinganiaji. Kwa hiyo kuna mlinganiaji na kuna mwanawachuoni. Sasa inapotokea sehemu amekaa mwanawachuoni akakaa na mlinganiaji, haimaanishi kwamba yule mlinganiaji yuko sawa na nani? Na mwanawachuoni. Hapana, hata kama watu hawaijui elimu ya yule mlinganiaji kiasi wa kuonekana kwamba anafanana na mwanawachuoni, lakini haiko hivyo, ubora utabaki kwa yule mwanawachuoni. Kwa hiyo inapotokea hali kama hiyo, tusije tukawafananisha kwamba watu hao wote ni sawa. Hapana, ni watu wawili tofauti. Akaendelea kusema Sheikh, wal'udu law lam tatib minhu rawaihuhu lam yafriq an-nasu farqan baina al-'udi wal-hatabi. Inabidi utie farqan hapo, kaondoshwa farqan, kaondoshwa, lakini yupo. Tamam, hakadha Anasemaje? Wal'udu, na udi, unafahamika udi wal'udu na udi, lau ikiwa lam tutib, hazikufusha, minhu, kutoka katika udi huo, rawaihuhu, zile harufu zake nzuri. Wal'udu na udi, lau ikiwa lam tatib, hazikufusha, minhu, kutoka katika udi huo, rawaihuhu, zile harufu zake nzuri, lam yafriqi an-nasu farqan baina al-'udi wal-hatabi. Maf'ul mutlaq ameondoshwa, lakini yupo. Tamam. Wal ma'lum min as-siyaq bi manzilati al-madhkur, na kile kinachofahamika kwamba kipo katika mtiririko wa maneno, hata kama kimeondoshwa, bi manzilati al-madhkur, kinakuwa kipo katika nafasi ya kutaja, kwa lazima kitafsiriwe. Tamam, au kichanganye katika tafsiri. Mafhum? Kwa hiyo na udi ikiwa hazikufusha, minhu, kutoka katika udi huo, rawaihuhu, zile harufu zake nzuri, lam yafriqi an-nasu baina al-'udi wal-hatabi. Lam yafriqi an-nasu farqan, watu hawatoweza kuutambua. Lam yafriqi an-nasu, tayib, kutofautisha hakadha. Lam yafriqi an-nasu, watu hawatoweza kutofautisha, farqan, ule utofauti uliopo, baina al-'udi wal-hatabi, kati ya udi na kuni. Baina al-'udi wal-hatabi, lam yafriqi an-nas, watu hawatoweza kutofautisha, farqan,
utofauti uliopo baina al-udi wal-hatabi, kati ya udi na kuni. Hipo hivyo. Kwa hiyo anamaanisha vipi Imamu na Shafi'i? Jitambue uko katika nafasi gani, uko katika nafasi gani, na baada ya kujitambua itumie ile nafasi yako ili watu wakutambue wewe ni nani. Kama ni mwana wa chuoni, fanya majukumu ya kiwana wa chuoni, watu wakutambue kwamba ni mwana wa chuoni. Kama ni daia, mlinganiaji, fanya kazi ya ulinganiaji, watu wakutambue kwamba wewe ni mlinganiaji. Kama ni msomaji wa Qur'ani, kama ni mwana wa chuoni wa hadithi, fanya kazi inayokuhusu ili watu wakutambue wewe ni nani. Ikiwa haujaitambua nafasi yako na haujaifanyia kazi kiasi watu wakakutambua, watu ni rahisi kukufananisha na watu wengine, na wala usiwalaumu. Kosa ni lako mwenyewe. Kwa sababu gani? Wal'udu law lam tatib minhu rawaihuhu lam yafriq an-nasu farqan bayna al-'udi wal-hatabi. Wa ila huna intahi. Al-kamalu lillah wal-'ismatu lil-anbiya wan-naqsu lana. Wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal 'afwa minkum.